Naitwa Kenneth Suzuo Mraha, ni padri wa mtaa Chiwata na Ngalinje, mtaa Tarajiwa. Leo tulikuwa na maadhimisho ya sikukuu ya Barnaba Mtume. Sikukuu tumeadhimisha katika maadhimisho mazuri mno, na kwa sababu kwa kanisa la Ngololo historia yake naielewa, kwa mara ya kwanza ndio wanapata kukusanya sadaka shilingi 200,000. Miaka yote ilikuwa ni shilingi 80,000 na kitu, 105,000, lakini mwaka 260,000. Yaani ni muujiza mkubwa. Lakini pia na kuliwa keki. Miaka yote walikuwa wanapanga keki, kila ukiwafundisha hawaelewi, lakini kwa mwaka huu mara ya kwanza kupata 900,000. Nadhani haitasahaulika katika historia yao, na ninaamini ya kwamba sasa wameamka. Kama tulivyosikia katika mafundisho ya mahubiri, Barnaba mwana wa ngurumo, lakini mtu ambaye alijitoa sana, mtu mwenye huruma. Na hata hivyo tunaamini ya kwamba katika mafundisho tuliyopata kwenye mahubiri yale yanatufanya tosha kabisa kuweza kubadilisha mfumo wa maisha tulionao, hasa kwa wale ambao ni wenyeji wa kanisa hili. Lakini safari hii Mungu nasema na ashukuriwe, milango imefunguka. Wenyewe wamefanya kwa mikono yao, na mimi nimeshiriki kuanzia kuchimba msingi mpaka kujenga msingi, na sasa hivi kama mnavyoona, ninaamini ya kwamba hata watu wanaoona, maana kitu uanze mwenyewe ndipo watu wanapokuunga mkono. Siku zote nilikuwa nawapigia kelele, hata hivi tunaadhimisha leo, niliwaambia hatutaadhimisha mpaka msingi ujengwe. Bila kujenga msingi hatutaadhimisha. Nitawaambia mimi watu watakaofika, hawezi kuchangia bila kuona kitu. Sasa hii imeonyesha njia. Kwa fursa ipo kwa wadau waje. Yaani wadau sasa hivi, kwa sababu na nyinyi mmekwisha kuona, tangazeni kila mahali. Watu watuunge mkono, waunge mkono. Wako Wakristo wachache, lakini kanisa lao ni bovu kama mnavyoona. Tumejenga kwa ndani na lina nyufa. Tunategemea kesho na kesho kutwa tukifikia msingi, ukuta mmoja wa mbele tuubomoe kwa sababu ni hatari kubwa. Naitwa Haruni Kawajika, ni katibu wa mtaa wa Ngalinje. Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake. Leo tulikuwa tunaadhimisha sikukuu ya Mtume Barnaba wa Ngololo. Ni jambo la kufurahi na linapendeza kwa sababu hakika mtumishi huyu aliishi maisha ya kitakatifu sana, na kubwa zaidi alilolifanya katika maisha yake, alikuwa ni mfariji wa wale wote ambao wanapitia maisha magumu. Kwa kimsingi tunahitaji na sisi tulio hai leo tuyaishi maisha aliyokuwa anayaishi Barnaba. Kwa katika hilo leo sisi tunaondoka na somo hilo, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tunakwenda sasa kuyaishi maisha ya mtakatifu Barnaba. Kwa majina naitwa Faith Frank Bakari, ni mkazi wa eneo hili. Hii Barnaba ya leo nilivyoiona ipo tu kwa wastani, sio kivile, kwa sababu mategemeo tulikuwa tunategemea kwamba watu watakuwa wengi mno, alafu tukawa kwa hili tulilolifanya ikawa tumepata matokeo mazuri zaidi. Lakini hilo ni changamoto tu, kwa sababu hali yenyewe, miezi yenyewe hiyo sio miezi ya mafanikio. Mimi kwa habari ya Barnaba kwa kweli ananipa mafunzo, kwa sababu ni mmoja wapo katika muumini katika kanisa hili. Napenda sana historia ile wanaponiambia Barnaba alifanya, na mimi nafuatisha yale maisha ambayo alienda nayo yule Barnaba. Naona ni maisha yao utulivu zaidi, maana mwenzetu aliuza mashamba kaenda kuhudumia wahitaji. Nami pia nahitaji kweli kwamba ningekuwa na maisha yale ya kuwa na moyo ule wa kujitoa, nami nikaweza kuwasaidia wahitaji, ingekuwa ni vizuri zaidi. Naitwa John Douglas kwa mabano Biakari. Kuhusu sikukuu inatufunza kwamba tuwe na imani ya Kikristo, yani tumfuate Barnaba. Tumeitwa Barnaba, tumfuate matendo yake aliyofanya enzi ya nyuma, ili na sisi vijana tuwe wa leo tufuate matendo yake. Kwa hiyo matendo yake tuyafuate mazuri yanavyotakiwa, ili tusipoteshe matendo mengine sio mazuri.